Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini yakiwahusu Watanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili tunafanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi habari, ambao mpaka sasa hivi wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri hayo kuanza kufunguliwa, tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uwezo wao wa kisheria ni mdogo na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria, ikiwemo kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia, na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yoyote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani, tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegerea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kushikwa vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania na wadeserve haki hiyo. Sasa ndugu wanahabari, tuangalie idadi ya watuhumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini. Mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watuhumiwa 400 walikamatwa. Kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam peke yake watu 400 plus walikuwa wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi, hasa kituo cha polisi Oysterbay. Mkoa wa Mwanza watu takriban 200, zaidi ya 200. Na kati yao nafikiri 172 wameshafikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312, ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na wabakia watuhumiwa 12. Katika mkoa wa Tabora tunao watuhumiwa 5 wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa 300, mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa 10, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa 200, na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa 10 walikuwa wameshikiliwa, na kati yao 11 nafikiri washapelekwa mahakamani. Ndugu wanahabari, baadhi ya watuhumiwa walikwisha fikishwa mahakamani na baadhi yao bado wanaendelea kufikishwa katika wanaendelea kushikiliwa katika mahabusu mbalimbali za polisi nchini. Katika watuhumiwa wote wapo walikuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa kwenye makundi ya watuhumiwa hapa, makundi ya aina 3. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya tarehe 29, kwa maana tarehe 1, 2 mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya tarehe 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe 1 mpaka leo, mpaka kwa baadhi ya watuhumiwa ambao wanaendelea kukamatwa. Ndugu zangu, ni kwamba mpaka sasa baadhi yao tuwatembelea katika vituo mbalimbali vya polisi na tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo.
Kwa baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani. Tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi, kwa mfano Dar es Salaam, tukatembelea Oysterbay, tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo vya polisi kama Mburahati, kuna watuhumiwa pale, na nimeshuhudia wengine wakifikishwa mahakamani mapema mwishoni mwa juma lililopita. Sasa ndugu zangu wanahabari, tuangalie mpaka sasa idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani katika mikoa mbalimbali kote nchini. Sababu ni muhimu pia mkapata taarifa. Ndugu wanahabari, ni vyema mkajua mpaka sasa ni watuhumiwa wangapi wameshafikishwa mahakamani na kwa makosa gani, ili mkaihabarishe umma wa Tanzania kama inavyoonyeshwa katika jedwali lifuatalo. Dar es Salaam tunawatumia mpaka saizi 240 ambao wote tuma zao ni uhaini. Namba kurudia hapo, Dar es Salaam tunawatumia 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama Kisutu kwa tuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunaotumiwa 172 ambao wana tuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunawatumia 32 ambazo tuma zao ni uhaini, na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa hatua za awali, kwa maana ya wanaita mwenendo kabidhi. Kigoma tunatumiwa 11 wafikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa tunatumiwa 89 ambao wafikishwa mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana kwa tuhuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe tunatumiwa 9 ambao wafikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za uhaini. Arusha baada hatujadhibitisha rasmi, lakini tunatakibani sio taarifa rasmi, kwa mnaweza mkawa kokoti au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na baadhi wameshafikishwa kwa tuhuma za uhaini, lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Kwa tukipata hati ya mashtaka tutawabrief. Tabora tunawatuhumiwa 5 ambao bado wanaendelea kushikiliwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Tutapata taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara watuhumiwa 29 ambao hawa wanatuhumiwa na tuhuma za uhaini. Tarime watuhumiwa 9 tuhuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa 45 nao kwa tuhuma za uhaini. Sasa uandishi wa habari, jumla inafanya kuwa na watuhumiwa makosa yote hayo, kwa maana ya uhaini, yaani kutumia silaha, kufanya fujo, haribifu wa mali kwa maana ya uchomaji na haribifu wa mali. Jumla watuhumiwa 641 mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Ndugu wanahabari, kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokana na dhamana, ni kwamba waandishi habari niwaambie makosa ambayo tumeyasema hapa takriban yote hayana dhamana. Ni makosa ambayo ni unbailable kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Uhaini na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusoma mahakamani, watuhumiwa wote walipelekwa mahabusu. Dar es Salaam kwa mfano wapo Segerea. Kwa Dar es Salaam nimesema wako katika gereza la Segerea. Adhabu ya juu kabisa ndugu wanahabari ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama watakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa kwa makosa kama ya uhaini, na adhabu inayofuatia kwa maana ya inayofuata kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery nafungwa maisha, na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya kama watu na hatia kwa makosa kama ya arson, uchomaji wa mali, ni kifungo cha jela miaka 30. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu ama kurudia, hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu hizo, tunaahidi sisi kama wakili kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa kamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watuhumiwa. Taarifa hii kwa umma tunaitoa baada ya ndugu wanafamilia kuwa wametuma maombi kwenye chama chetu
Chama cha Wanasheria Tanganyika wakiomba pia msaada wa kisheria kwa ndugu zao, kama ambavyo mandugu ameeleza kwamba wengi hawana uwezo wa kulipa gharama za mawakili. Kwa hiyo walituma maombi kwenye chama chetu cha Wanasheria Tanganyika, na sisi kama chama cha Wanasheria Tanganyika tuna jukumu la kwa umma. Kwa hiyo tuna jukumu hilo, kwa hiyo tunalifanya hili jukumu kulingana na sheria yetu kifungu namba 4 cha TLS. Licha ya watuhumiwa kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi. Vile vile pia ndugu wengi ambao watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi wamekuwa wakinyima fursa ya kuonana na hao ndugu zao. Wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada. Hivyo tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Kama mtu ameshikiliwa kwenye kituo cha polisi, ndugu ana haki ya kwenda kumuona ndugu yake ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha polisi. Na ni jambo la kisheria, wala sio jambo la kificho. Ni jambo ambalo sheria inataka hivyo, kwamba kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake ana haki ya kwenda kumuona na kuonana naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa. Kuna mahitaji pia ambayo mtu anakuwa anahitaji. Lakini pia kama ambavyo tumekwisha sema, watu wengine wanashikiliwa katika vya polisi kabla ya uchaguzi mkuu na ndugu zao hawakupewa taarifa ya wapi walipo. Hii ilipelekea sintofahamu kubwa. Pengine unajua ndugu yako anapokuwa amekamatwa alafu unakuwa hujui kwa wapi, ukienda polisi pati labda nafasi ya kumuona, na hali iliyotokea nadhani wengine wanakuwa nafikiria kwingine labda ndugu yao amefariki labda au nini, yani watu wako kwenye sintofahamu. Kwa ni muhimu sana kuepusha pengine hizi sintofahamu kwa watu ambao wanashikiliwa vituo vya polisi. Polisi wawape nafasi au fursa ya ndugu kuwaona ndugu zao ambao wapo kwenye vituo vya polisi.